Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Inawezekana mtazamaji hata ukawa unajiuliza ilikuwaje kiongozi mkuu wa Iran aliuawa, operesheni ilikuwaje? Sasa hapa nataka nikujuze kwa kuanzia A to Z namna gani ambavyo operation ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Khamenei ilivyotekelezwa. Mimi naitwa Julius Omela, ndo ambaye nakusimulia mkasa mzima huu ambao umeandikwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Shambulio lililomuua kiongozi mkuu wa Iran halikutokea usiku wa manane kama ilivyotarajiwa, lakini katikati ya asubuhi ndo shambulio hilo lilitokea. Hii ni kwa sababu Marekani na Israel ziliamua kuchukua fursa ya sehemu muhimu ya kijasusi ilivyofika saa chache kabla tukio hilo. Kwa miezi kadhaa walisubiri fursa wakati maafisa wakuu wa Irani wangekusanywa pamoja na kujua kwamba kiongozi mkuu Khamenei angekuwa kwenye boma moja katikati ya mji wa Tehran, na Jumamosi asubuhi ndio siku yenyewe ambayo alikuwa hilo eneo. Pia walijua eneo la maafisa wengine wa ngazi za juu wa kijeshi na ujasusi ambao wangekutana kwa wakati mmoja. Kwa miezi kadhaa nchi zote mbili zilifuatilia mienendo ya kiongozi huyo mkuu ambaye alitawala Iran tangu mwaka 1989. Mbinu kamili zilizotumia ni siri, ingawa Rais Donald Trump aligusia kitu katika chapisho la mtandao wa kijamii. Trump aliandika kwamba Khamenei hakuweza kukwepa ujasusi na mifumo yetu ya ufuatiliaji wa hali ya juu. Inaweza kuwa chanzo ni mwanadamu, lakini kuna uwezekano zaidi kwamba ilikuwa ni ufuatiliaji wa kifundi wa watu binafsi. Katika vita ya siku 12 mwezi Juni uliopita, Israeli ililenga wanasayansi na maafisa wanaohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran, na inasemekana ilitumia upenyezaji wa mfumo ya mawasiliano ya simu na simu za mkononi kuelewa mienendo ya watu. Unaona yani walikuwa wanafuatilia mmoja baada ya mwingine. Iran haikujua kwamba kiongozi huyo yuko kwenye macho ya maadui zake, na hivyo kushindwa kutambua na kushughulikia udhaifu huu katika miezi ya hivi karibuni pia kunaonesha aidha kushindwa kwa kiasi kikubwa katika usalama wa Iran kukabiliana na ujasusi, au uwezo wa Israeli na Marekani kuendelea kurekebisha mbinu zao za kutafuta njia mpya za kufuatilia. Huenda wa Irani pia walifikiri kuwa shambulio la mchana lilikuwa na uwezekano mdogo. Katika kesi hiyo, taarifa za kijasusi kwa mujibu wa gazeti la The New York Times zilitoka kwa CIA, lakini zikapewa Israeli kutekeleza shambulio hilo. Yani walipewa wanajeshi wa Israeli kutekeleza shambulio hilo. Shambulio dhidi ya Ayatollah Khamenei, kila kitu kilikuwa kinaonyesha kuwa kuna mgawanyiko wa majukumu. Israeli inazingatia mashambulizi dhidi ya viongozi wa Marekani, inalenga maeneo ya kijeshi. Intelijensia ilitoa taarifa za kutosha kutabiri mienendo ya kiongozi mkuu na maafisa wengine kwa kupanga shambulio na ndege yenye uwezo kurusha makombora masafa marefu. Baada ya shambulio dhidi ya Ayatollah Khamenei, mpango ulikuwa wa shambulio la kwanza la bomu ili kuanzisha kampeni pana zaidi ya kijeshi, na ilitumiwa ili kutumia fursa iliyojitokeza. Ndege za Israeli huchukua takriban saa 2 kufika Tehran, lakini haijabainika zilitumia umbali gani kutekeleza shambulio hilo. Iliripotiwa kuwa ndege ya Israeli ilitumia mabomu 30 kushambulia boma alilokuwa amekaa kiongozi mkuu wa Iran. Na kwa anazungumzia boma manake na maanisha makazi yaliyokuwepo. Ilikuwa ni saa 3:40 asubuhi ikiwa kwa saa za Iran. Hii ni kwa sababu kiongozi mkuu alitumia chumba cha chini ya ardhi kwa ajili ya ulinzi, ingawa chumba hicho hakikuwa moja kwa moja na vyumba vya chini zaidi ardhini, yani kwa maana kwamba vinavyoelekea chini zaidi. Mashambulizi mengi ya risasi yanaweza kuwa yalipenya kwa kina cha kutosha ili kuhakikisha shabaha inafikiwa. Maeneo mengine katika mji mkuu wa Iran pia yalishambuliwa, ikiwa ni pamoja na ofisi ya Rais Masoud Pezeshkian ambaye baadaye alitoa taarifa akisema yuko salama. Israeli imesema maafisa 7 wakuu wa ulinzi wa Iran ni miongoni mwa waliofariki, akiwemo katibu wa baraza la ulinzi Al-Shamkhan, waziri wa
ulinzi pia Brigadier General Aziz Nasrallah na kamanda wa IRGC Jenerali Mohammad Pakpo. Wakati ndege hizo zikishambulia, rais wa Marekani Donald Trump alikuwa anaendelea kufuatilia na baadhi ya maafisa wake kuangalia ni namna gani ambavyo mashambulizi yanaendelea. Baada ya saa kadhaa ilithibitishwa kwamba kiongozi mkuu alikufa katika mashambulizi hayo. Iran ilikuwa tayari imejiandaa kwa uwezekano huu, huku ripoti zikionyesha kwamba mipango ya urithi ilikuwa tayari imewekwa, sio tu kwa kiongozi mkuu bali pia kwa maafisa kadhaa wakuu. Hiyo ina maana bado haijulikani kifo hiki kitamaanisha nini katika kipindi cha mzozo. Manake ni kwamba tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka 2026 haitasahaulika kwa raia wote wa Iran pamoja Marekani na Israeli, hali kadhalika duniani kote, kwa sababu ndio tarehe ambayo Ayatollah Khamenei amefariki dunia, kiongozi mwenye nguvu Iran, na imeshuhudiwa maandamano nchini kote Iran wakiomboleza kifo cha Khamenei, huku serikali ya Iran yenyewe ikisema lazima watalipa kisasi kwa kile ambacho kimefanywa na Israeli pamoja na Marekani. Na kwa hivi sasa bado mashambulizi yanaendelea, Iran ikiwa imeahidi kwamba itashambulia Israeli hasa maeneo yake muhimu, hali kadhalika itashambulia Marekani. Lakini mpaka sasa tumeona namna gani ambavyo Iran inatuma mashambulizi katika maeneo ya jirani, mfano Dubai na Ghuba, na bado wameeleza wazi kwamba kisasi lazima kitalipwa.